Yes. Amjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu za kila siku na kila wakati mkiwa mbali na karibu. Tunawasalimia na tunawatakia tena jioni njema ya leo mardi le 11 Novembre 2025 na tunawakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu za jioni ya leo. Tumewaletea habari kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi ya Kongo pamoja na taarifa za mapigano yanayoendelea kati ya vikosi vya wazalendo na FARDC wanaopigana na waasi wa AFC M23 ndani ya maeneo tofauti mu province ya Nord Kivu na Sud Kivu. Kuhusu taarifa za mapigano, FARDC tena ilitumikisha ndege kuwashambulia waasi wa AFC M23 ndani ya teritwari ya Masisi. Tutawaambia mengi kuhusu habari hizo. Upande mwingine ndani ya province ya Sud Kivu, mapigano makali yaliwakutanisha wazalendo na waasi wa AFC M23 ndani ya eneo ya Mulambi mwingine ambayo iko karibu na Muku kwenye rute ambayo inatoka Nyantende vers Muku, na tumewaletea taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana kwa sasa ndani ya nchi ya Kongo. Kama kawaida unayoifuata ni Kwetu TV channel inayokuletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawaomba kusubscribe, kucomment na kulike na kuzisambaza habari hizi kwa walio wengi ziwafikie. Mujiunge pia na sheni yetu ya WhatsApp ambapo mtakuwa napata taarifa zetu zote kwa wakati. Mujiunge nasi kupitia linki ambayo iko hapo mu commentaire au mtuandikie kwenye namba hiyo. Tutakuja kuwaunga na sheni yetu ya WhatsApp. Habari zetu za jioni ya leo tutazianza na taarifa za ndege drone kushambulia pozisio ama ngome za wasi wa AFC M23 ndani ya mungini wa Luki mo territoire ya Masisi province ya Nord Kivu. Habari hizo zilizibitishwa na Lawrence Kanyuka, msemaji wa AFC M23 kupitia akaunti zake kwenye mitandao tofauti ya kijamii, Twitter, Facebook na zingine. Alisema ya kwamba usiku wa jana wa kuamkia asubuhi ya leo ndege za FARDC drone zilishambulia nafasi zao ama ngome zao mo eneo hiyo ya Luki inayopatikana mo territoire ya Masisi. Ndani ya tangazo hiyo alisema ya kwamba AFC M23 inalaani vikali mashambulizi hayo yaliyofanywa na ndege ya FARDC ikiwa ni kukiuka makubaliano ya usitishaji vita. Aliendelea akasema ya kwamba AFC M23 itaendelea kudefendre maeneo yake, yani maeneo ambayo wanayaongoza wakipigana na FARDC ambayo inakiuka usitishaji vita. Na wakumbusha ya kwamba shutuma hizi ama malalamiko haya ya Lawrence Kanyuka yamekuja baada ya siku mbili tu za utulivu mo province ya Sud Kivu, territoire ya Fizi ambapo walikuwa wakishambulia wazalendo na FARDC na wanajeshi wa FDNB wale kutoka Burundi mu maeneo ya Tuetue Point Zero na maeneo ya Ngezi ambapo walifanikiwa kukamata pia maeneo hayo. Na baada yao kushambulia FARDC na wazalendo huko mu maeneo ya Fizi na kusonga mbele, FARDC nayo iliwashutumu kukiuka usitishaji vita na ikasema ya kwamba itawashambulia. Leo inawashambulia nao wanalalamika ya kwamba FARDC inakiuka usitishaji vita. Kiukweli malalamiko ya Lawrence Kanyuka kabisa tutasema ya kwamba hayana maana, kwa sababu wao ndio ambao walikiuka usitishaji vita kwa mara ya kwanza. Aujourd'hui FARDC iliwashambulia ili kuwazuia kwa mpango ambao wanao wa kuendelea kuavance. Malalamiko yake aliyatangaza, ila kabisa ni malalamiko ambayo yanalenga tu kutaka kudanganya watu ambao hawajue kinachoendelea kufroni ma communauté internationale, wazani ya kwamba usitishaji wa vita unakiukwa na FARDC portake ni wao ambao wako na kiuka hayo. FARDC iliwashambulia baada ya AFC M23 kuwatake ndani ya maeneo ya territoire ya Fizi.
Nadhani ya kwamba hapo tunaendana 5-5. Malalamiko na shutuma hizo za AFC M23 zimekuja baada ya wao kuatake. Kwa hivyo shutuma zao na malalamiko yao kabisa hayana maana. Wao ndio ambao walikiuka usitishaji vita. FARDC iko na riposte. Tuendelee na habari zetu. Ndani ya province ya Sud Kivu mo territoire ya Kabare, mapigano makali yalizuka upya kati ya wazalendo na waasi wa AFC M23 ndani ya eneo ambayo inaitwa Mulambi. Mulambi ni eneo ambayo inapatikana kwenye axe Nyantende Muku. Ukitoka Nyantende ni pale Bukavu, ukielekea Muku. Mulambi inapatikana katikati. Ukitoka Nyantende vers Muku ni eneo ambayo iko pale maeneo katikati, na Mulambi iko mukeleke kilometre na mji wa Bukavu. Mapigano hayo yalisikika huko tangu asubuhi mapema leo depuis 5h. Mapigano yalikuwa yakisikika huko. Milipuko ya silaha nzito na nyepesi ilisikika pale. Wanajeshi wa AFC M23 walitokea Nyantende wakaelekea Mulambi kuwashambulia wazalendo. Wakati walifika hapo walipigana kwa muda wa saa 6 paske mapigano ilitulia huko saa 5. Ukihesabu kuanzia 5h du matin vers 11h iko saa 6 pale. Na wakati walikuwa wakipigana, wazalendo waliondoka hapo Mulambi wakaelekea msituni wakaenda. Wakati wanajeshi wa AFC M23 waliingia Mulambi, waliingia wakishambulia manyumba ya wakaaji, wakisema ya kwamba wao wanasaidia wazalendo na kusema ya kwamba hata nyumba hizo ni za wazalendo. Wakaaji wanalalamika wakitaka wasaidiwe huko, nyumba zao zilichomwa moto. Wazalendo wanafikaka mwa village tofauti kule. Wazalendo ni vijana waliojitoa kupigania taifa wakipigana na wasi wa AFC M23, wanakuwa na madefense mingi kule. Wakisha ondoka maeneo yao ndani ya defense zao wanafikaka mu vijiji tofauti kuongelesha population na wauliza ni vipi hali ya maisha. Wakati AFC M23 inaona pale walifika, inaingia sasa ikishambulia nyumba za wakaaji, population wanajikuta wako na teswa sana. Wao ndio wenyewe wako nalipa gharama kubwa ya vita hivi. Hiyo ndiyo hali huko siku ya leo. Mulambi kabisa, nyumba za wakaaji zilichoma moto na wanajeshi wa AFC M23 eti wanashirikiana na wazalendo. Habari zetu zinaendelea mefrere, nimewaletea taarifa mbichi kama kawaida. Mauaji ya kimbali ya Kongo yanatambuliwa rasmi na mashirika ya kiraia ya Afrika na mahakama ya Afrika ya haki za kibinadamu. Mabadiliko ya kihistoria yamefikiwa katika kutambua ukatili unaofanywa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mashirika ya kiraia barani Afrika kwa ushirikiano na Tume ya Afrika ya haki za binadamu na watu imetambua rasmi mauaji ya kimbari ya Kongo. Tangazo hilo lilitolewa Jumatatu hii mjini Kinshasa na waziri wa haki za binadamu Samuel Bemba. Kulingana na yeye, utambuzi huu unajumuisha hatua kubwa mbele katika harakati za kutafuta haki na ukweli kwa mamilioni ya wahasiriwa. Mapambano yaliyoanzishwa na rais wa jamhuri akimshirikisha mke wa rais yamezaa matunda, alisema waziri Bemba, na kupongeza juhudi za pamoja za serikali na asasi za kiraia. Utambuzi huu unafungua njia kwa hatua zaidi za kidiplomasia na za kisheria ili kuhakikisha kwamba waliohusika na uhalifu huu wanawajibishwa. Serikali ya Kongo imesisitiza dhamira yake ya kuendeleza kazi ya kumbukumbu na haki kwa wahasiriwa na familia zao. Hayo yanaeleweka kabisa. Tuendelee na habari zetu. Siku ya leo presida wa Israel Isaac Herzog alifika Kinshasa akakaribishwa na presida wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi. Wakati alikaribishwa kwa aeroport Denjili, walielekea ndani ya Cité de l'Union Africaine, yani maison presidentielle ya Kongo kwa ajili ya kufanya maongezi.
Baada ya kufanya maongezi, waliandaa kikao kati ya delegasio za pande mbili, na wakati wa kikao hicho President Felix Tshisekedi alisema ya kwamba ni mabadiliko ya kihistoria ndani ya nchi ya Kongo, kwa kuwa yule President Isaac Herzog amefika ndani ya nchi ya Kongo, na alikuja kusema ya kwamba Kongo kabisa inaitika kuwepo kwa Israeli na wanahitaji amani ipatikane ndani ya nchi ya Israeli. Na kikao kinaendelea kwa sasa, tutakuja kuwajuza baadaye baada ya kikao hicho, ila diskuru yake President Felix Tshisekedi ndiyo hiyo. Tutawajuza wakati kikao kitaisha, ndipo tutawajuza mengi. Na hizo ndizo habari za jioni ya leo. Kama kawaida, tunawaomba kusubscribe ili kukua na fikiwa na taarifa zetu za kila siku na kila wakati. Asante.